Nitahubiri ujumbe wa ndoa na talaka, na nisingependa wanawake wa kuwemo ili kusaidia huyu ana shida. Sababu akili yote iko kwa huyu. Siku hizi kwetu kule Kenya utapata mtoto mshana ndiye anasomeshwa. Mwanaume mtu ana haja naye na hawajui lengo gani iko nyuma yake, ni shetani. Haikuwa hivyo katika sisi wa Afrika zamani. Ilikuwa mtoto mwanaume ndiye ataiendeleza jamii. Sasa mke wa mtu ataendeleza aje jamii? Na hivi ndivyo imetuvamia mpaka kanisani. Watoto wasichana ndio wanaoshughulikiwa kwa sababu wana huruma kusaidia wazazi. Jamani, nyinyi amkeni kusaidia wazazi ili wazazi wawasomeshe na nyinyi. Sasa tutafanyaje? Kama ni huyu binti ndiye ananikumbuka, nikiwa nauma yeye ndiye anakimbia, wewe uko na mke wako Mnyiramba. Sasa kwa nini nisimpende tu? Jitahidini jamani. Nyinyi ndio wenye kulinda na kuongoza jamii. Bwana wetu asifiwe sana. Wacha tukimbie sasa. Hebu fungua ujumbe huu, nataka tuende haraka sasa. Bwana wetu asifiwe sana. Huu mkataba, hebu ngoja kama nimepotea hapo. Alisema nini katika Malaki 4? Ndio. Kurudisha imani ya mwanzoni ya Pentecost. Ndio. Awarudishe watu ikiwa na ujumbe ule ule wa Pentecost. Ndio. Ishara ile ile ya Pentecost. Ndio. Ushahidi ule ule wa Pentecost. Ndio. Mungu yeye yule. Ndio. Nguvu zile. Ndio. Fundisho lile. Amen. Hebu ngoja. Amina. Fundisho lile. Napenda hiyo. Wanawake hakuna kuhubiri. Wanawake watii waume zao. Amen. Wanawake wasishuke nywele. Amina. Najua hiyo ni chungu. Kweli. Na kama itanigharimu ni sawa. Acha ninao mikono yangu. Wacha ikugharimu, malaika walioko. Bwana wetu asifiwe sana. Amina. Washuke wakupatie unachokitaka. Kule Nairobi mimi sihubiri rais. Sawa, najua atavuruga watu wetu. Na vuruga ama nawasaidia. Mtu akikusaidia unasema na vuruga. Kwa sababu hao wanawake wanafanya maofisini. Kwanza hata neno hili haliruhusu wanawake kuwa ofisini. Hakuna, haitakiwi. Na pia maruhusu kweli? Hamna. Sasa watu wa Nairobi washatuletea shida. Hii ujumbe dada inataka wewe uwe nyumbani. Malikia nyumbani. Lea watoto. Sio kwenda kubeba mavitabu vya watu kule ofisini. Utaanguka tu. Ndio. Kama wewe ni mrembo mpaka hao wanaume watakutafuta. Kwa bidii. Sasa na mimi akasema kama tu mume wako atakuwa na shida, anaweza enda. Na shida ikiisha, mbona usirudi nyumbani dada yangu? Uwe na amani. Utajiletea pressure tu. Jana niliwaambia mambo ya mikoba. Nabii anavikataa. Isiwekwe hapa kanisani. Kweli. Kuna siku moja kwa kanisa langu, wamama wakaanza wale vierere wakataka kuanza mikoba kanisani. Nikawaambia hawa hatuwezi kuruhusu mikoba katika kanisa hili. Ndio. Sisi tuna mikoba vyetu. Niwaonyeshe yetu. Yetu ni ipi? Dada huyu hana nguo. Hana gauni nzuri. Wadada wanajikusanya wanamnunulia, sio ya kurudisha. Kama ana chakula, tunampelekea chakula. Na inaisha. Sio ya kuzunguruka, sio ya kuzunguka. Wakaja pale. Sawa. Wakaja wale dada fulani. Wana mabiashara yao, nasema tunaanza kuchangiana ile shilingi. Sasa walipoanza kuzunguka kanisani, kuna wadada hawana uwezo hiyo. Kwa hivyo wakajipakua. Wakajikata. Wale wenye uwezo. Sasa si unaona umewacha wadada zetu wengine. Nilivuruga. Nikasema toeni vitu vyetu, peleka hiyo. Vitu vya kimashetani hapa. Hapa tunakuja kuwa sawa na kila dada na kila mtu. Amen.
Wakanikasirikia ndugu, wakanikasirikia mpaka ndugu fulani ambaye nilikuwa naye mhubiri akaunga jambo hilo, kasema huyu pia ametawaliwa na mke tu. Wewe uje mahali hii kitu inaelekea, itapakua kanisa, itaharibu kanisa. Tokeni huko wadada, wacheni leo vikoba. Amina. Tuna yetu hapa ya kusaidia mtu bila kurudisha. Hiyo iko kanisani, iko kwenye maandiko. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ya kuzunguka hivi na mwanamke mmoja ambaye aliachana na mume wake ndio anaofundisha dini mbaya. Alafu dada utampa kuwa treasurer. Nini? Mweka hazina. Atieni mwaminifu sana, anaendaka kanisa. Unaweka hazina ya mapepo. Tokeni huko katika jina la Yesu. Tunajaribu kurudisha kanisa. Bwana wetu asifiwe sana. Mbona msiniruhusu nisome nikulu moja tu? Soma. Bwana wetu asifiwe sana. Na ikifanya mitarudi ya pili. Siwe ni kijana wangu. Kwani tukicheza mpira, kwani nikigawia huyo mpira kwa kuna shida gani? Sababu mambo yako hapa bado. Sababu lazima tujue kabisa imani yetu ni nini. Kitu gani inafanyika leo? Sababu wengi wameshapita mbele na kuleta mambo mengi yasiyofaa. Bwana wetu asifiwe sana. Wacha nisome tu nikuli moja. Alafu tumalize. Bwana wetu asifiwe sana. Amen. Napenda hilo. Nabii anasema nini? Ya kwamba haitapishana na maandiko. Ni nzuri mno. Msiwache mtu atoke Dar es Salaam, atoke Nairobi. Acha nini na hiyo maneno. Mtu asipoleta neno, hata mimi nikaguliwe. Kama sio neno, acha nini nayo. Hata mimi nipimwe. Kama sisemi neno, basi. Kwa sababu kesho tutaulizwa tulifanya nini. Ndio. Tusome masterpiece ndugu yangu. Paragraph ngapi? 171. Sikieni hadithi hiyo. Uhai wote wa kweli uliokuwemo katika ubua, ndio kisha kishada, ndio na ganda, ndio sasa unakusanyika katika ile mbegu. Mnasikia jamani? Mwisho wake inakusanyika katika nini? Mbegu. Na wakati uliopanda, si ulipanda mbegu? Ndio. Sasa imepitia hatua hizo zote, sasa inakusanyika katika nini? Mbegu. Endelea ndugu yangu. Tayari kwa ufunuo. Tayari kwa mavuno. Ndio. Alfa imekuwa omega. Ndio. Ya kwanza imekuwa ya mwisho. Ndio. Na ya mwisho ndio ya kwanza. Hebu ngoja jamani. Mnasikia kile inasema ndugu yangu? Amen. Unapoongelea mwanzo, unaongelea mwisho. Ndio. Ukifika mwisho, unaongelea mwanzo. Mwanzo na mwisho vinafanana. Ndipo Mungu akasema mimi ni Alfa na mimi ni Omega. Hapa katikati kumekuwa na shida. Lakini mwisho na mwanzo lazima zifanane. Endelea ndugu yangu. Ile mbegu iliyoingia ndani imepitia katika hatua fulani. Hatua tu. Na imekuwa mbegu tena. Imekuwa mbegu tena. Ile mbegu iliyoanguka katika bustani ya Edeni, ndio, kisha ikafa kule, ndio, ilirudi kutoka kwa ile mbegu isiyo kamilifu, ndio, iliyokufia kule, ndio, ikarudi ikawa mbegu kamilifu, ndio, Adamu wa pili, ndio. Hawa wa kwanza aliyeanguka na akatumiwa katika yale matengenezo ya pili, ndio, ya kuja kwa pili, ndio, kwa kumzaa mtoto, ndio. Sasa amekuwa bibi harusi wa kweli tena, ndio. Ile mbegu kurudi moja kwa moja kwenye neno asili tena, kurudi moja kwa moja kwenye neno asili tena, ndio. Alfa na Omega ni sawa jamani. Amina. Mimi nasema ama mjumbe nasema jamani? Ni mjumbe. Alfa na Omega ni sawa. Amina. Hawa dada lazima wafanane na kanisa ya Paulo. Kama mtafanana na Paulo, mimi naondoka.
mimi naondoka naenda zangu. Fanyeni kile mnachotaka. Lakini neno limesema Alfa na Omega ni kitu moja. Endelea ndugu yangu. Yeye hakusema kuhusu chochote hapo katikati. Jamani, mimi ni Alfa na Omega, wa kwanza na wa mwisho. Ndio. Nambwa, ndio. Ile huduma ya kwanza na huduma ya mwisho ni sawa. Hebu sikieni. Ile huduma ya kwanza ndugu yangu, mwisho ni sawa. Na ile huduma ya mwisho ni sawa. Anasema ni sawa. Ndio. Sasa inakuwaje? Pasta hapa na wanawake 5. Hapa Paulo anasema mwanamke kwa pasta ni mmoja. Sasa hiyo ni sawa kweli? Sio sawa. Hapa Paulo anasema mwanamke asisuke. Ati Branham anasema mwanamke afanyaje? Asuke. Itakuwa sawa? Sitakuwa fundisho mbili. Endelea ndugu yangu. Ule ujumbe wa kwanza ndio na wa pili ndio, ujumbe wa mwisho ni sawa. Ndio. Mimi ndimi, ndio. Mimi nilikuwa katika Alfa, ndio. Mimi niko katika Omega, ndio. Kutakuwa na siku ambayo ndio haitaitwa mchana wala usiku, ndio, bali wakati wa jioni ndio kutakuwako nuru. Mnaona? Ndio. Alfa na Omega. Baada anarudia Alfa na Omega. Ndio. Imekuwa ya kwanza na ya mwisho. Roho jamani. Ndio. Ndugu zanguni, tungaliweza kukaa masaa kadhaa katika jambo hilo. Ndio. Hapo inatamia. Bwana wetu asifiwe sana. Jamani, hilo ndilo neno. Napenda kusema hivi ninapomalizia. Jamani, sisi ni waamini wa Biblia. Ujumbe sio Biblia, ujumbe ni nini? Ni tochi ya kuangazia kwenye Biblia. Kwa hivyo sisi hatujatoka kwenye Biblia. Mkiwa kule nje, maambieni watu sisi ni waamini wa Biblia. Waje hapa wajue sisi tunaamini Biblia. Biblia ndio kitabu cha Mungu. Hatuna kitabu kingine tena ambayo tunaweza kujipimia. Ni muda tu unakataa. Tutafika mahali nabii anasema kipimo ni Biblia. Ukitaka kujua mwalimu yoyote, ukitaka kujua mchungaji yoyote, ukitaka kujua nabii yoyote, asema nipimeni na nini? Na Biblia. Kwa hiyo nasema nini? Biblia haijakufa. Biblia ingali kitabu hai ya nani? Ya Mungu. Hebu tuamke, cheza wimbo wako. Tunataka tufurahie Bwana tunapomaliza. Jamani, tumwimbie Bwana kwa makofi, kwa vigelegele, kwa nderemo. Tukufurahie Bwana aliyeturudishia neno. Tulikuwa tumepotea katika madhehebu zetu, katika madini zetu. Bwana amekuwa ukarimu sana kuturejeshea neno. Sasa mara nyingine tuna neno kama vile lilivyokuwa katika wakati wa Paulo. Wadada wetu hawahubiri, wale madhehebu wanahubiri. Sisi tumewaambia wadada zetu ya kwamba neno linakataa. Iweke ndugu yangu, inakaribia. Asante, Mungu awabariki sana. Weka wimbo wetu Bwana tumalize. Haleluya. Leo tunamchezea Bwana. Mumeelewa kiasi? Leo tunamchezea nini? Haleluya. Asante, makofi. Asante. Tuchezee Bwana jamani. Haleluya. Asante. Rudi tena wetu. Thank you.
jioni ya leo. Asante Bwana, asante Bwana. Amen, amen, amen. Yeah. Jamani, mnafurahia neno? Mpigieni Bwana makofi. Bwana ametupenda, ametuonesha barabara ya kwenda nyumbani. Jamani, wacha tuinamishe vichwa vyetu kwa ajili ya utukufu wake. Baba, katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo, tuna furaha nyingi sana kwa uweponi mwako. Watoto wako wamewacha shughuli zao mbalimbali, wakaja hapa ili kusikiza neno lako. Nasi kama watumishi wako tumeshapeana neno lako kwao. Baba, wafanye mioyo yao hiyo ya urahisi, ambayo Baba watakuwa na kushika neno hilo na kuweza kuliishia. Bwana, bariki mchungaji wa kanisa hili ambalo Bwana ameweza kutukaribisha hata bila kutujua Bwana, na Bwana ametukaribisha kwa sababu anajua ya kwamba anaishi neno. Baba, wabariki wote na walinde wote. Ni katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Mungu awabariki. Amina. Karibu.